Kiwazi ya kwamba tukiwa nchini Morocco tulipokea taarifa ya mabadiliko ya uwanja ya kwamba mechi itachezwa katika uwanja wa Amani. Uongozi wa Simba Sports Club kwa kushirikiana na shirikisho la kandanda Tanzania pamoja na serikali kupitia Wizara ya Habari tukaanza mapambano ya kuhakikisha kwamba mechi hii inachezwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Mapambano yalikuwa ni makubwa mno. Mapambano ya ushawishi, mapambano ya kuomba na mapambano ya kuwasilisha hoja za msingi yalikuwa ni makali vibaya. Tuliwasilisha kila hoja ambao tulioke ya kwamba mechi kubwa ya fainali imechezwa kwenye uwanja mbaya. Kwa fakta zote hizo ndipo ambapo CAF wakafikia maamuzi ya kwamba mechi hii wacha ikachezwe kwenye uwanja ambao tuna uhakika nao hauwezi kuharibika, uwanja wa Amani. Hayo ndiyo maamuzi na hiyo ndio fikra ya CAF. Mimi hiyo na kujiridhisha kwamba Benjamin Mkapa haiko tayari kwa ajili ya fainali, wakaamua kuipeleka mechi Amani, na sisi kama Simba Sports Club hatuna budi kukubali ukweli huo, na sasa nguvu yetu yote inaelekea uwanja wa Amani. Wapo wanaofikiri ya kwamba Simba tunaogopa kwenda kucheza Zanzibar, ama wanaofikiri ya kwamba Simba hatuwezi kupata matokeo katika uwanja wa Amani. Kila mtu ana fikra zake, lakini sababu ya msingi ya kiutawala ambayo ilitufanya sisi tupiganie kucheza uwanja Benjamin Mkapa ni kutokana na ukweli ya kwamba hili ni tukio kubwa mno la kimpira barani Afrika. Hii ni jambo la kihistoria kwa Simba Sports Club. Tunaamini ya kwamba kila mwana Simba alikuwa na kiu na shauku na hamu ya kuja kushuhudia huu mchezo katika mchezo huu wa fainali, na kwa mantiki hiyo tulitegemea kuona watu wengi zaidi wakija Benjamin Mkapa waje wauone huu mchezo, na hilo linathibitika na ukweli ya kwamba punde tu mara baada ya kutangaza kuanza kuuza tiketi, kasi ya manunuzi ya tiketi ilionekana kwa muda wa siku 2-3 haijawahi kutokea Tanzania, wala Simba Sports Club hatujawahi kuwa na rekodi kama hiyo ya kuuza tiketi nyingi ndani ya muda mfupi. Hii ni ishara ya kwamba watu wengi walikuwa na shauku ya kuja kuutazama huu mchezo. Mimi bahati nzuri na rekodi nzuri ya mikoa ambayo huwa inakuja kila mechi, lakini safari hii kuna mikoa ambayo nimeiona inakuja kwenye mchezo huu, nikasema huu mchezo sio wa kawaida. Kama mpaka mkoa huu wanatoa usafiri na kuja Benjamin Mkapa, ni ishara kwamba watu wengi wanataka kuishuhudia hii fainali. Hiyo ndio sababu pekee ya msingi ambao sisi tulitaka mechi ichezwe Benjamin Mkapa ili watu 60,000 waje waishuhudie mechi hii. Lakini sababu nyingine ambayo hatukutaka mechi kwenda Zanzibar ni kutokana na ukweli ya kwamba shabiki ameshalipa nauli yake ya 100,000 kutoka Mwanza, akifika Dar es Salaam achukue tiketi nyingine ya 35,000 kwenda Zanzibar, kwenda na kurudi 70,000. Yani nauli peke yake kwa shabiki huyu ni 170,000, ukijumlisha na tiketi ya kuingilia uwanjani 180,000. Kulala Zanzibar maana yake kwa shabiki wa kawaida tu ambaye anahitaji kuiona hii fainali, kwa wale ambao wanatoka mikoani, asiwe na chini ya 300,000. Sisi viongozi wa Simba tukasema huu ni mzigo mzito kweli kweli kwa mashabiki wetu. Acha tupambanie mechi ichezwe Dar es Salaam, ili wa mikoani atakayelipa nauli yake kutoka mikoani akifika Dar es Salaam anakuwa amefika, anaingia uwanjani, mechi inaisha, anarudi nyumbani kwao. Lakini
kwa Zanzibar gharama inakuwa kubwa mno kwa watu wetu, na sisi tumewekeza mioyo yetu kwa mashabiki wetu. Kwa hiyo tulipambana kwa nguvu yote kuhakikisha kwamba mashabiki wetu wanapata unafuu wa kuishuhudia hii mechi. Na kwa Dar es Salaam mechi ikiisha hata saa 2 saa 3, mnaweza mkaingia kwenye kosta yenu mkageuza mkoani kwenu. Kwa Zanzibar lazima mlale. Gharama ni kubwa kweli kweli. Ndio maana tukawekeza nguvu kubwa kupambana mechi iwe Dar es Salaam. Lakini tumeshindwa. Mechi sasa imepelekwa Amani. Baada ya mechi kupelekwa Amani, sisi kama timu kubwa tunapaswa kufanya kitu gani? Ni kufanya maandalizi kuelekea Amani. Muda tena wa kuomboleza, muda tena wa kusema pambaneni tubaki Benjamin Mkapa, muda wa kuendelea kupambana kubaki Benjamin Mkapa umeshakwisha. Muda uliobaki sasa ni muda wa maandalizi kwenda uwanja wa Amani Zanzibar. Hiko ndicho ambacho kiko mbele yetu sisi wana Simba. Lazima tukubali huo ukweli na tuanze maandalizi. Na kwa nini tuanze maandalizi? Kwa sababu lengo letu linabaki lile lile, ya kwamba tunataka ubingwa wa Afrika. Hakuna mtu atatuelewa tukikosa ubingwa wa Afrika kwa sababu eti tumecheza uwanja wa Amani na sio uwanja wa Benjamin Mkapa. Hakuna mtu atatuelewa. Nini maana yangu? Maana yangu ni kwamba tunapaswa kuanza maandalizi hivi sasa. Tunapaswa kuanza mapambano hivi sasa. Tunapaswa kuanza harakati za ushindi hivi sasa. Twende tukamtapishi RS Berkane goli 2 ambazo ametangulia nyumbani kwako. Hilo Afrika, na wala sio kunungunika mechi imepelekwa uwanja wa Amani. Mechi imepelekwa uwanja wa Amani. Uwanja wa Amani ni uwanja wetu, uwanja wa Amani ni nyumbani kwetu, ni uwanja ambao unakwenda kutupa ubingwa wa Afrika msimu huu. Dataflow inakuletea uhuru wa kukamilisha chochote na internet ya uhakika. Kuwa hewani muda wote, popote ulipo, utakuwa na internet ya uhakika. Ni salama na huunganisha kwa haraka. Ina nguvu hata sehemu zenye msongamano. Pata data mtelezo yenye kasi kwa gharama nafuu. Wasiliana nasi. Tembelea tovuti yetu www.dataflow.co.tz.